Ukizungumzia tiba za asili, zipo tiba nyingi sana. Sasa leo bwana, nataka niwaelezee kuhusiana na haya majani ya mpela, kuhusiana na majani ya mpela, jinsi gani yanafanya kazi na jinsi gani unaweza ukayaandaa. Mfano humu leo bwana, tumewawekea kuku majani, tumeweka majani ya mpapai pamoja na majani ya mpela kwa hawa kuku wetu. Na hapa saizi kuna sehemu pia nataka nikachume majani ya mpela kama unavyoona hivi. Hawa kuku ndio wanamaliza haya maji, kwa hiyo nataka nichume majani mengine ya mpela kwa ajili ya kuwapa hawa kuku wetu. Na kitu cha muhimu sana ambacho wafugaji wengi bado huwa hatuelewi vizuri, hasa kwenye hii channel yetu pale tunapokuwa tunatoa mafunzo, tukisema kwamba ngoja nichukue ndoo hii hapa kwa ajili ya kuchumia haya majani. Kuna mpela mmoja unapatikana huko polini huko. Kuna vitu viwili, kuna tiba pamoja na chanjo. Naomba nieleweke vizuri, kuna tiba pamoja na chanjo. Sasa pale ambapo unakuwa unawatibia kuku wako, mara nyingi sana utakuta tunasema labda utumie siku 3 mfululizo au mpaka siku 5 mfululizo. Sasa hilo neno mfululizo, haya ni majani ya mwembe na yenyewe ni tiba nzuri sana, nitakujaga niwaelekeze. Tukisema mfululizo, tunamaanisha kwamba muda wote unapoweka maji hakikisha umechanganyia hiyo tiba. Tumebakiwa na kuku wachache hawa hapa. Muda wote unapokuwa unawatibia kuku wako, huu ni mwarobaini. Mwarobaini ipo ya aina mbili. Kwa mfano huu ni pure kabisa, yani unakuwa na ukijani fulani. Huu ni pure kabisa. Kwa hiyo muda wote, yani kwa mfano umeweka maji asubuhi, ikafika saa 5 yakawa yameisha, inatakiwa uwawekee tena, yani uwawekee tena hao kuku wako hiyo tiba ambayo tunakuwa tumekuelekeza. Umeona? Na unapotumia kama chanjo ni tofauti. Unaweza kuwa unaweka asubuhi, wakimaliza mchana unawachanganyia vitamin. Wanatumia tena kesho asubuhi, tena unawawekea, wakimaliza unawachanganyia vitamin. Kesho kutwa tena asubuhi unawawekea, wakimaliza unawachanganyia vitamin, au unawapa maji matupu. Hiyo ndio maana ya kusema kwamba utofauti unapokuwa unatibia kuku na unapokuwa unawakinga kuku. Kwa hiyo utofauti wake mkubwa umekaa katika hilo eneo. Haya hapa majani ya mkorosho na yenyewe ni tiba pia. Yaani majani mengi sana ni tiba, unakuta ya bure kabisa. Na sasa hivi nadhani hili mmea huu mnaujua huu. Haya maua haya waga yanatengenezaga tu hivi. Niandikie hapo kwenye comment hii mnaiteje. Hatujawahi elezea kabisa kuhusiana na huu mmea. Hatujawahi kuelekeza kabisa namna ya kutumia. Nadhani siku za karibuni, siku 2 au 3 zinazokuja, tutaelekeza namna ambavyo unatumia huu kama tiba. Ni tiba nzuri sana, yani ni tiba nzuri, haijawahi tokea. Sasa turudi kwenye majani ya mpapai, majani ya mpera. Hapo mwanzo nilikuwa nakuelekeza namna ambavyo una tofauti kati ya tiba na kuchanja. Kwanza kuna ule muharo wa njano. Muharo wa njano unagandiaga nyuma, typhoid mwezi wa 12. Na kumbuka siku za nyuma, ngoja niwasimulie kidogo historia na huu ugonjwa umeshawahi kunichapa sana hapa shambani. Siku za nyuma ulitokeaga ugonjwa bwana, mwezi kama wa 12 hivi. Nilitumia dawa zote unazozijua wewe za miharo na nyingine za typhoid. Kipindi hicho hata sijui vizuri kama ni typhoid ni nini. Nikienda dukani naambia kuku wangu na muharo wa njano wanakufa sana, kufa 1, 2, 3. Napewa chukua hii dawa, chukua.
nilitumia dawa zaidi hata ya 100,000. Hakuna kuku aliyepona. Hawakupona wale kuku, mpaka baadaye nikawa nawauza kwa hasara. Umeona? Sasa hivi nikagundua kwamba ile ni typhoid. Alafu typhoid hizi tiba za viwandani kidogo zinasumbua. Sasa hivi kuku hawafi kabisa na ule ugonjwa. Tena uzuri wa ule ugonjwa ni kwamba unaonyesha kabisa dalili siku ya kwanza, ya pili, ya tatu kuku unakuta amekufa. Ila unakuwa unamuona kabisa huyu kuku anaumwa. Unakuwa unamuona kabisa kwamba huyu kuku anaumwa. Umeona? Kwa hiyo ukimpa majani ya mpela, na namna ya kuyaandaa majani ya mpela, kuna mti upo huku nakoenda wa mpela. Namna ya kumpa haya majani ya mpela, unaya blend. Ukiya blend au unayatwanga. Ukiyatwanga, kwa mfano majagi mawili unamwekea kwenye maji unaweka kwenye maji lita 10, unawapatia kuku wako, au unachemsha. Wapo wanaochemsha. Sasa ukichemsha ni vizuri pia ukachukua na mizizi ile, kama umepata mizizi yale magome ukayaweka mle na yenyewe ukachemsha majani. Unaweza ukachemsha kwa kutumia maji labda lita 2, alafu baadaye yale maji ukachanganyia kwenye lita 20. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukatumia haya majani ya mpela kwa ajili ya kutibia typhoid. Lakini pia hata coccidiosis inatibu. Japo kwenye coccidiosis tiba nzuri sana ambayo inatibu vizuri zaidi ni mwarobaini na majani ya mpapai. Hizi tiba zote unakuta zinatibu kama hivi, lakini kuna ile best, yani kuna ile unaweza ukatibu kuku wako siku 3 labda kwa majani ya mpera wakapona baada ya siku 3. Lakini ukichukua kwa mfano mwarobaini au mpapai siku 2 au siku 1, wanakuwa kuku wako tayari wamepona vizuri. Kwa hiyo ndio maana tunafanya hivyo. Kwa hiyo kwenye upande wa typhoid, typhoid pia waga inatibiwa na majani ya mpapai, majani ya mwarobaini. Lakini ukija ukatumia haya majani ya mpela, ni chap inatibu vizuri, ya sasa kwenye upande huu wa kublend. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo majani ya mpela unaweza ukayatumia kwa ajili ya kuku wako, na hapa sisi tunaenda kuyafuata. Nataka niyaweke kwenye ndoo, niwablendie kuku, na yanapatikana sehemu nyingi. Na ukitaka kujifunza zaidi kuhusiana na ufugaji, tunalo kundi la WhatsApp ambalo ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Ukilipia shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2, tunakuunga kwenye kundi letu, na baada ya hapo utapata mafunzo jinsi ambavyo sisi shambani tunafuga. Ni mbali kidogo, unaona tumetoka kule kwenye nguzo ile. Tunatoa mafunzo kupitia kuku ambao tunao pale, lakini pia unaweza ukapata vitabu vyetu. Tuna vitabu 5 ambavyo vinaelekeza vizuri kabisa, vinatoa mafunzo vizuri kabisa namna ya kuwafuga kuku, namna ambavyo unaweza ukawafuga kuku na kupunguza gharama kama vile za chakula. Unawachanganyia, kuna kanuni mle za kuwachanganyia, jinsi ya kutengeneza hizi tiba za asili za magonjwa yote zipo humo. Kwa hiyo ukitaka kuwasiliana na sisi, namba yetu ya WhatsApp ni hiyo hapo, au unaweza ukapiga. Vitabu vyetu ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Asanteni na kwaherini.